Jifunze ni mbinu shirikishi inayohusisha kuwafundisha watoto walioachwa nyuma kwenye makundi kutokana na mahitaji yao. Na mbinu hii imewalenga hasa wale watoto wa darasa la 3 mpaka darasa la 6. Na kabla hatujaanza kufundisha kwa kutumia mbinu ya Jifunze, kwanza huwa tunafanya upimaji kuona hali halisi ya ujifunzaji wa watoto kwenye kusoma na kufanya hesabu ikoje. Tunawapima ili tuweze kuona wanakwama wapi na wanaweza wapi, lakini pia itusaidie kuweza kuweka malengo ya namna gani tunaweza tukawafundisha. Na tumekuwa tukitumia hii mbinu hasa kwenye shule ambazo tunatekeleza miradi, shule za Ubungo pamoja na Kinondoni. Na kwa miaka mingi shirika la Okode limekuwa likitekeleza mbinu hii. Imefikia zaidi ya walimu jumla 24 wakiwemo walimu wa MEMKWA ndani yake. Na pia tuliweza kuhusisha wenye viti wa kamati za shule, maafisa elimu kata kutoka kata ambazo tunatekeleza miradi, wadhibiti ubora ambao ndo wana dhamana ya kuweza kusimamia utekelezaji na hali halisi ya ujifunzaji kwa walimu. Lakini pia tuliweza kuhusisha viongozi wengine wa serikali kama elimu, ili hawa wote waweze kufahamu kwamba ni kwa namna gani tunatekeleza hii mbinu ya Jifunze mashuleni, lakini pia waweze kufanya ufuatiliaji kwenye ili zoezi litakapoanza kwenye utekelezaji. Na kwa nini Okode tuliweza kuja na hii mbinu? Ni kwa sababu kumekuwa na matokeo ambayo yanaonyesha hali halisi ya ujifunzaji wa watoto, hasa tathmini ambayo ilifanywa na shirika la Uwezo Tanzania ya mwaka 2017 ambayo ilionyesha watoto wa darasa la 3 waliweza kusoma, kati ya watoto 10 ni watoto 3 tu waliweza kusoma hadithi ya Kiswahili na Kiingereza yakini ya darasa la 2. Kwa hiyo hii inatuonyesha kati ya watoto 10 ni watoto 3 wamemudu kusoma hadithi ya darasa la 2. Kwa hivyo tuna changamoto watoto 7 ambao bado hawajaweza kumudu kusoma hadithi ya kawaida ya watoto wa darasa la 2. Hivyo ikatusukuma kuona kwamba kuna haja ya kuja na mbinu ambayo inaweza kuwasaidia hawa watoto ambao tayari wanaonekana wameshaachwa nyuma. Ni mbinu ambayo inawalenga wanafunzi wa darasa la 3 mpaka la 6. Lakini kumekuwa na jitihada kubwa ambazo zinafanywa na serikali katika kuboresha elimu. Tumeona jinsi ambavyo kila mwaka serikali imekuwa ikiongeza bajeti kwenye masuala mazima ya elimu, lakini pia imeweka miundombinu kuboresha madarasa, miundombinu mashuleni. Walimu wamekuwa wakiletwa kila mwaka wanaongezwa, lakini bado kuna watoto ambao wanafika darasa la 2, la 3, la 4 mpaka la 6. Wengine bado hawajaweza kumudu kusoma pamoja na kufanya hesabu rahisi za kiwango cha darasa la 2. Na ndio maana tuliamua kuja na mbinu hii ili kuhakikisha kwamba watoto wote, hakuna mtoto anayeachwa nyuma. Katika mafunzo haya ya TALI 2025 ni mengi tuliojifunza, na kwa kweli yatatusaidia mbeleni huko, kwa sababu vingi ambavyo yamkini tulikuwa tumesoma lakini tulisahau, lakini vingine ni vipi ambavyo tumegundua. Kwa mfano kama mimi nimegundua katika somo la hisabati tulilofundishwa jinsi ya kuwatambua watoto walioshindwa katika vipengele tofauti tofauti vya hisabati, ikiwa ni pamoja na kutambua namba, jumlisha na kutoa, kuzidisha na kugawanya. Katika hayo makundi, jinsi ya kuyatambua imenifanya mimi kuelewa kwamba ni jinsi gani nitaenda kuanzia wapi kwa watoto wangu pale ambapo nilikokuwa naona ni ngumu, kumbe ipo urahisi ambao ni mbinu ambao nimeweza kuipata kutoka TALI, na mimi itanisaidia na wenzangu pia itawasaidia zaidi katika ufundishaji. Lakini pia tumejifunza masuala ya stadi za maisha ambazo pia yamkini tulikuwa tunazitumia lakini bila kutambua, lakini sasa tunaenda kuzitumia vizuri kwa kuzitambua kwamba hapa ninamjengea mtoto stadi gani ya maisha. Kuishukuru Okode na Strome Foundation kwa kutuletea mafunzo haya, kwani yametusaidia, yametuletea hajafikia mwalimu mmoja mmoja, bali katika shule wametoka mwalimu zaidi ya mmoja katika mafunzo haya. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba tutaisongesha mbele elimu hasa katika sekta ya hisabati, itafunga mbele zaidi. Tuna imani ukimwelimisha mwalimu, mwanafunzi atanufaika zaidi.